Kiswahili. Kuna makosa yanayofanywa katika lugha ya Kiswahili na hata lugha zingine, lakini leo nitajikita katika lugha ya Kiswahili. Utagundua kwamba katika lugha ya Kiswahili makosa haya yanapofanywa, haswa na mwanafunzi anakosa alama, anashusha alama zake haswa kwa insha. Athari nyingine inayotokana na kufanya kwa makosa haya ni kwamba mawasiliano yanaweza kutingwa kwa sababu mtu haelewi. Jambo la tatu, panaweza kutokea utata wa maana. Hivyo ule ujumbe ambao ulikuwa unakusudiwa huenda hautakuwa umepashwa. Jambo lingine ni kwamba mtu atakapokuwa akisoma kazi fulani hatakuwa na muda wa hata kupumzika, kwa sababu mtu labda hajakifisha kazi yake vizuri, hakuna mtiririko wa mawazo, anapotea. Hapatakuwa na mnaso katika kazi hiyo. Hivyo leo nataka kuangalia aina za makosa. Nimeweza kuandaa jedwali pale. Kuna sehemu ya aina za makosa, kuna sababu za kufanya makosa hayo na mikakati ya kukabiliana na makosa hayo. Kosa la kwanza ni kosa la uakifishaji, na natumai linatokana na kutojua viakifishi na matumizi yao. Kuna viakifishi vingi ambavyo nimeweza kuvifunza katika somo ambalo nitaweza kulitia kwenye description box, watu waweze kulifuatilia kuhusu uakifishaji. Kuna viakifishi tofauti: kinyota, ritifaa, kitone, nusu koloni, koloni yenyewe ambayo ita nukta pacha. Kuna alama za dukuduku, huwa ni 3, lakini wanafunzi wengi utapata wanatumia hata vitone 5. Haifai kuwa hivyo. Ukiwapa na alama hizi hawezi kutumia inavyofaa. Alama za kunukuu ziweze kutumiwa kutilia maneno ambayo ni ya kinaya, maneno ambayo ni ya kigeni, na pia hata usemi halisi. Na baada ya alama hizi, kitone au alama ya kiulizi, tunatarajia kwamba neno litaanza kwa herufi kubwa. Hivyo mtu ambaye anafanya makosa hayo labda hajui viakifishi hivyo, atakachofanya ni kufanya mazoezi mingi, ajifunze namna ya kuakifisha kazi yake. Na tunasema kwamba ukifanya mazoea ndivyo unavyojiboresha. Practice makes perfect. Kuna viakifishi kama herufi kubwa, herufi mlazo. Wanafunzi haswa wahakikishe wanatumia herufi ambazo ni wima. Mwandishi wao uwe wima. Kama ni matumizi ya herufi kubwa, yanatumika mwanzoni mwa sentensi. Ikiwa lazima uyatumie katikati mwa sentensi, itakuwa tu ni katika nomino za kipekee. Kwa mfano jina langu Bikerubo, majina ya juma, siku za juma, samahani, kama Jumatatu itaanza kwa herufi kubwa. Miezi itaanza kwa herufi kubwa. Majina ya taasisi mbalimbali yataanza kwa herufi kubwa. Vipindi huanza kwa herufi kubwa. Haya, mtu aweze kujifunza pia kuhusu matumizi ya vitu kama vile kistari kifupi, mstari unatumika vipi. Kosa la pili ambalo niliweza kuandika ni kosa la tahajia, makosa ya tahajia. Makosa haya yanabainika kupitia namna zifuatazo. Moja ni ni kosa la kuacha vitamkwa. Unapata labda nilikuwa nataka kusema
Mama anapika chakula. Niseme mama chakula. Kuna kitenzi ambacho kimeachwa. Makosa ya tahajia pia yanaweza kujitokeza kupitia kwa kutenganisha neno isikofaa. Haswa katika mafungo tenzi. Labda niweze kuwaonyesha. Okay. Hivi. Kwa mfano anafunza, yafaa kuwa hivi ndio kwa sawa. Kisha unapata mwanafunzi naingia pale, anaamua kutumia mtindo huu, anafunza. Hilo ni kosa la tahajia. Kosa lingine ni kosa la kuunganisha maneno isivyofaa. Kwa mfano, nilimchapa kwa sababu ya uvivu. Ndio iko sawa. Hiyo utapata ikiwa amekosea ataandika nilimchapa kwa sababu anaunganisha ya uvivu. Sentensi hiyo haipo sawa. Kingine, makosa ya tahajia pia yanaweza kujitokeza pale ambapo mwanafunzi anaacha herufi kwa neno. Kwa mfano, aliyekupiga badala ya aliyekupiga. Pia inaweza kujitokeza kuandika maneno kwa kifupi. Kuandika maneno kwa kifupi, mfano na kadhalika, badala ya kama ni neno mfano unapata mtu anaandika manaf. Hivyo si vema. Haya, pia makosa ya tahajia yanaweza kujitokeza pale ambapo mtu au hata mwanafunzi anaongeza herufi kwa maneno. Kwa mfano, nakwambia badala ya nakwambia. Pia inaweza kuwa pale anapokata silabi visivyo, anapofika pambizoni, labda ni huko mwisho. Tuandike sentensi kama gani? Mimi ni mwalimu wa Kiswahili sanifu. Kuja unapata ametia angalia huku inaenda chini. Ukipata kwamba mwingine atakuja andike isivyofaa, badala ya kutumia hata kistari kifupi hakitumii, anakuja tu atenganishe hapo inapofika pambizoni, on the margins. Kisha makosa ya tahajia yanaweza kufanyika pale ambapo mtu anatia ritifaa. Ritifaa pia huitwa kibainishe au king'ong'o. Kwa mfano, neno ng'ombe linafaa litiliwe ritifaa. Hivyo utapata mwingine anatia, naandika ng'ombe, au anakosa kuandika hivyo, hii haiko sawa. Au anakuja anaandika hivyo, atakuwa amekosea. Neno kama ng'ang'ana litaandikwa vipi? Hiyo ndio kazi utaifanya. Pia makosa ya tahajia yanaweza kujitokeza pale ambapo kuna maandishi mabaya ya herufi. Kwa mfano, tumesema kwamba katika nomino za kipekee majina huanza kwa herufi kubwa. Ingekuwa hivi, kama jina langu Ruth lingekuwa hivyo. Ikiwa mtu atakuja andike hii nyingine
hivi kwamba jina Ruth limeanza kwa herufi ndogo kisha akatumia herufi kubwa kwa kwingine, atakuwa amefanya makosa ya tahajia. Sababu za kufanya makosa ya tahajia ni zipi? Moja ni kasi ya kuandika, labda alikuwa anaandika kwa haraka sana, na hivyo ataweza kupunguza mwendo, labda kupunguza mwendo anapozungumza, anapoandika, samahani. Kisha inaweza kuwa makosa ya tahajia yanatokana na uzembe, kama hawa wanaotumia maneno kwa kifupi. Hata anapoandika tarehe napata kwamba naandika kwa kifupi. Uzembe, labda hapo aweze kuwa mchapakazi na makini. Wengine wanaofanya makosa kwa kutojua nomino ambata zinavyoandika wanaweza kuhariri kazi yao wakitumia neno kama mwanambuzi, naweza kuandikwa hivyo au ukaja ukaandika hivi. Ikiwa mwanafunzi, mwandishi au mtu tu raia wa kawaida hana uhakika wa kile anachoandika, unaweza kutumia kamusi. Jambo lingine ni kosa la matamshi mabaya. Na matamshi huweza kutofautiana kutoka kwa mtu mmoja kwenda mwingine. Istilahi ambayo katika isimu jamii tunaiita lafudhi, accent. Na tutapata kwamba makosa ya matamshi mabaya hutokana na sababu zifuatazo. Moja ni athari ya lugha ya kwanza au hata lugha zingine. Hivyo ikiwa mtu ameathiriwa na lugha yake ya kwanza, huenda labda kwanza kujitosa katika ile lugha ambayo anataka kuwa mmilisi wake. Inaweza kuwa ni kuwaza na kuzungumza kwa kasi, hivyo kuathiri usanifu wa lugha. Hivyo mtu ataweza kudhibiti kasi ya kuwaza na kuzungumza ili asije akaathiri usanifu wa lugha hiyo. Makosa ya matamshi mabaya huweza pia kutokana na hali ya mtu, labda ni mlemavu. Mfano, mtu ambaye ni kidhembe, utapata neno kama samaki anasema thamaki ambayo si sahihi. Ikiwa basi mtu ni mlemavu, labda anaweza kutafuta matibabu au utaalamu. Wengine labda ana saratani ya hiyo nitakuja kuiangalia kwa ugonjwa. Ugonjwa tutaangalia baadaye. Kisha kuna uchovu, labda nimechoka, utasikia unafanya matamshi ambayo hayafai. Sasa poa. Kama ni mtu anahisi usingizi, pia anaweza kufanya makosa hayo ya kutamka vibaya. Pia ikiwa mtu ni mlevi, utapata kwamba anapayuka na kutoa na majina tofauti, na anaweza kufanya makosa ya matamshi ambayo hayafai. Wakati mwingine mtu ana mhemko au msisimko wa hisia, labda ana hasira au ana furaha, unaona anaongea kwa kasi, hivyo utapata anafanya makosa ya matamshi mabaya. Wale wasichana njooni hapa. Utapata badala ya kusema wale wasichana, utaweza kusema wale wasichana. Wale wasichana. Ikiwa mtu ni mgonjwa, kwa mfano saratani ya koo,
throat cancer. Na tunajua kwamba sauti ha utamkiwa koromeoni. Ikiwa basi ana ugonjwa huo wa saratani au kansa ya koo, hataweza kutamka sauti ha. Ikiwa labda mtu midomo yake ina tatizo, ameugua, sauti kama ma, wa, ambazo ni sauti za midomo zitaweza kumlemea. Wengine ni kushika matamshi mabaya na kudhani si makosa. Haswa wale ambao tunawaita audio learners, wanasikiza sana kupitia taswira sikivu. Labda amekaa akisikiza redio na ameweza kuona neno limetumiwa labda na mtangazaji, anasema tuyatunze mazingira. Huenda akaenda akaandika kwa insha yake akasema tuyatunze mazingira kwa sababu alisikia hayo na kadhani ni sawa, lakini inafaa iwe tuyatunze mazingira ndio sahihi, kwa maana ya kwamba tuyatunze yale mandhari tunamoishi. Lakini ukisema tuyatunze mazingira unamaanisha kwamba tuyatunze mazingaombwe, yaani uchawi, ambayo hata inachangia makosa mengine ambayo ni makosa ya kiumantiki. Tunaweza kukwepa vipi makosa ya matamshi mabaya? Moja ni kuhariri kazi. Ingine ni kumakinika unapozungumza. Dhibiti kasi ya kuwaza na kuzungumza pia. Na uweze kudhibiti hisia. Ikiwa una furaha sana, una hasira, una labda toni ya maombolezo, dhibiti hisia. Emotional intelligence. Control your emotions. Haya, kosa lingine ni kosa la kutodhibiti sarufi. Kwa mfano tunakuandikia mbaya mwalimu alifika. Sentensi hii ni mbovu, haijaweza kudhibiti sarufi, kwa sababu katika sentensi ya Kiswahili tunasema kuna sehemu ya kundi nomino na sehemu ya kundi tenzi. Kundi nomino hubeba nomino au kiwakilishi chake na kivumishi na maneno mengine. Kundi tenzi hubeba kitenzi na maneno mengine kama kielezi. Hivyo neno la kimsingi tu ni kitenzi pale. Hivyo tukiangalia sentensi hiyo ingekuwa mwalimu mbaya japo sidhani kuna mwalimu mbaya alifika. Itakuwa sawa sasa. Hivyo kutojua miundo ya sarufi inaweza kuchangia mtu kufanya makosa hayo. Ingine ni kutozingatia sarufi. Kwa mfano upate mtu anasemaje, kikombe hii imevunjika, ilhali kikombe kiko katika ngeli ya kivi. Hivyo ingekuwa kikombe hiki kimevunjika. Kimevunjika ndio iko sahihi. Sababu nyingine ya kosa la kutodhibiti sarufi ni ule wili lugha na wingi lugha, na hivyo kuhamisha kanuni za lugha kutoka lugha moja hadi nyingine. Kwa mfano kama ni tafsiri, niseme she brought me a cocktail. A cocktail. Yeah. Mtu anaweza kufanya tafsiri ya sisisi aseme aliniletea mkia wa jogoo. Haitakuwa sahihi. Labda angesema aliniletea mchanganyiko wa
Vinywaji. Haya, wakati mwingine ukiangalia kama kwa lugha ya Kiswahili kwa viwakilishi, huwezi jua viwakilishi hivi vinaleta dhana ikiwa ni mtu wa kiume ama wa kike, lakini kwa Kiingereza tunaona kuna she. Ukisikiza she utajua msichana, sikia he inamaanisha mvulana. Haya, kisha ukija kwa Kiingereza utapata kwamba ni msichana ambaye tutasema hivi, she married maybe John. Kwa lugha ya Kiingereza sentensi hii iko sawa. It's not John who marries her, it's her who marries John. Ukija kwa Kiswahili utapata kwamba utamaduni wa Kiafrika, kwa sababu tulikuwa tunasema kwamba Kiswahili ni lugha yenye asili ya Kiafrika na ni Kibantu. Hivyo utapata pale utamaduni ulikuwa ni kwamba ni mume anamuoa mke, ndipo hata anamlipia mahari. Hivyo hatakuja tuseme Maria alimuoa Yohana. Itakuwa Maria aliolewa. Maria aliolewa na Yohana, au Yohana alimuoa Maria. Ndio sahihi kulingana na utamaduni wetu. Nyingine unaweza pata ni kujumuisha kanuni za lugha, hasa mnyambuliko wa vitenzi.